Kama ndio hivyo tufungwe tu hata kama kwa mara 100 mfululizo. Timu hatuna, swati wote. Kila siku tunadanganyana mitandaoni, sijui timu. Hizi ni propaganda, tujenge timu hatuna. Basi tuvunje kwa dabi. Amegusia na kuweka mkazo swala la kujenga timu. Kwa upande wa kujenga timu inabidi kweli tujenge timu. Kwa sababu tukija kuangalia kucompare kikosi chetu, yani timu yetu, yani Simba Sports na Young Africans, wenzetu wako juu kwenye performance, wametuzidi. Lakini timu yetu imepambana. Hata hapa tu leo wamejitoa, wamepambana, unaona? Wamepambana sana kwa sababu hii ndio timu. Mimi siwezi kulaumu uongozi wala timu wala vipi. Lakini hii ndio timu ambayo sisi imetufikisha finali. Hii ndio timu ambayo imetupa furaha kimataifa. Wenzetu hawa walitokea hatua za makundi, unaona? Lakini si kufika finali, hawa wachezaji ndio leo tupa sisi nini? Furaha. Na ikumbukwe kwamba wakati tunaanza na project ya msimu huu, project yetu ilikuwa ni ya kujenga timu. Unaona bana? Sasa tumejenga timu, kwenye kujenga timu tumeenda juu ya malengo, yani tumeenda zaidi ya malengo ambayo tulikuwa nayo. Tukafika mpaka finali. Leo hii Yanga anakuja kuchukua ubingwa mbele yetu. Ni kitu ambacho hatukukitegemea hapo awali, kwamba wangekuja kuchukua nini? Ubingwa mbele yetu, kwamba game ya mwisho ndio inakuja kuamua nini? Bingwa. Hicho ni kitu ambacho watu hawakutegemea. Lakini makubwa katika kujenga timu. Kwenye kujenga timu tumepambana na tumejenga timu yetu. Unaona? Pia twende mbele turudi nyuma. Mimi kuna watu nasikia wanasema si swala la uongozi, si swala la nini. Issue kama hizi, hii mpira wetu siasa nyingi sana. Unaona bwana? Siasa nyingi, lakini mimi binafsi sina cha kuwadai wachezaji wangu, unaona? Ila kikubwa tu ni kwamba nilichokiona ni kidogo sana, unaona? Wakati game inaanza, Yanga aliingia na game plan ya kuzuia. Unaona bwana? Kwa sababu mpishi mwanzoni alikuwa ni Stefani. Baada ya hapo Chama ndo amebaki kwa mbadala. Chama leo kaanzia benchi. Tafsiri yake ni kwamba leo aliingia na game plan ya kuzuia, lakini bado ametufunga kiasi kwamba ni kwamba yani kiasi kwamba Yanga anaonekana bado yuko juu kuliko sisi kwa upande wa kikosi, unaona? Ila mpaka hapa tulipofikia, viongozi wetu wajifunze, msimu ujao tuweze kufanya vizuri, wasajili wachezaji wazuri. Hawa pia wametufikisha pazuri, ila tuongeze nguvu zaidi ili tuweze kufika pazuri. Mimi sina pa kuidai timu yangu. Nashukuru sana na naipenda sana Simba. Kila laheri. Naipenda sana Simba. Umeipata fresh.